waandishi wa habari, awali yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Ametuwezesha kuamka katika siku leo tukiwa na afya njema kabisa. Tuna wenzetu ambao saizi hapo katika hali mbaya, lakini sisi mpaka muda huu tuko vizuri. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia tuwashukuru ninyi waandishi wa habari kwa muda wenu. Mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana ya kutoa habari mbalimbali kwa umma. Tutakuwa ni watoe wa shukrani kama hatutowashukuru kwa hilo. Mafanikio ya kila mwana sports yamepitia katika mikono yenu ninyi waandishi wa habari. Kazi kubwa mnaifanya kila kukicha. Hata Mafia Boxing Promotion leo hii kufika hapa si kwa nguvu zake, hapana, bali pia kuna mchango wenu mkubwa mno uingiza katikati mpaka leo Mafia Boxing Promotion imeweza kufika hapa ilipo. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni yangu hii napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwenu ninyi kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuwahabarisha umma. Karibuni sana kwenye press yetu hii, na ninaamini mambo yatakwenda vizuri kabisa. Lakini pembeni nikiwa na kiongozi wangu, kaimu mwenyekiti, ndugu yangu Jacob, niko naye hapa, na fikiri wengi mnamfahamu. Ni kuonyesha kwamba pia na wao kwa mstari wa mbele kwenye kusupport tasnia yetu hii ya masumbwi kwa ujumla. Tuko naye kiongozi hapa, na yeye atapata nafasi ya kuongea machache. Nafikiri wa Tanzania mtamsikiliza kwa makini sana. Lengo la kufanya press hii nafikiri ni ule mwendelezo kama ilivyokuwa ada. Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 7 wa knockout ya mama. Tumekuwa na hizi knockouts, sasa hivi tuko katika msimu wa 7, na tunashukuru kwamba tija inaonekana kwa vijana wetu. Malengo tuliyopanga, mwangaza unaonekana. Ukiangalia vijana wetu hawa wengi tumeanza nao chini sana, lakini sasa hivi wengi wao tayari wanapanda siku baada ya siku. Tunawamwandia hapa wana nyota 2, 3 na nusu. Kwa hiyo ukiangalia mwanzo walivyokuja na hivi sasa ni tofauti. Unaona kwamba tayari yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea yanaanza kuonekana. Kwa hiyo hizi knockouts ambazo tunaziandaa, knockout ya mama imekuwa na tija kubwa sana kwa upande wetu. Lakini sio sisi tu mabondia wa Mafia Boxing Promotion, lakini hata mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion, na wao wamekuwa wakifaidika sana na matamasha haya, kwa sababu ni utaratibu wetu kwamba tukiandaa haya matamasha hatuangalii tu vijana wa Mafia Boxing peke yake. Tumekuwa pia tukiwaangalia vijana kutoka nje ya Mafia Boxing Promotion. Tumeona hawa ni vijana hawako ndani ya Mafia, wako nje ya Mafia Boxing. Kuna haja vile vile ya kuwapa nafasi angalau na wao wapate kufika katika yale ambayo malengo waliojipangia. Kwa hiyo tumekuwa na huu taratibu wa kutoa nafasi pia kwa mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Nafikiri mmekuwa mkifuatilia sana matamasha haya, na mmekuwa mkiyatazama na mmeshuhudia katika haya ambayo ninayozungumza. Tunachukua mabondia kutoka nje Mafia na vijana wetu ndani ya Mafia Boxing Promotion, kwa pamoja kabisa tunakuwa kitu kimoja, na unaona tija inayopatikana. Kwa hiyo haya ndio malengo ambayo ni taratibu ambao tumejiwekea sisi kama Mafia Boxing Promotion. Kwa hiyo tunawahabarisha wapenzi wa masumbwi kwa ujumla ambao wako ndani ya Tanzania na wale walioko nje ya Tanzania. Popote ulipo, Mafia Boxing Promotion tarehe 31 mwezi huu wa 12 katika viwanja vya Posta Kijitonyama, tamasha la knockout ya mama msimu wa 7 unakwenda kufanyika katika viwanja hivyo. Kwa kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi awe na taarifa hii, ajiandae. Ni mtoko wa boxing na Mafia Boxing katika knockout ya mama msimu wa 7.
Ndugu zangu, kutakuwa na bouts za kipekee kabisa, bouts ambazo zinakwenda kuchezwa katika usiku huo. Sidhani kama mliwahi kuziona, kwa sababu tumekuja kivingine hivi sasa. Kwa hiyo kila mtu akae tayari kuja kuona kitu gani kinakwenda kutokea katika usiku huo. Kila mtu awe tayari kuja kuona nini kinakwenda kutokea katika usiku huo. Vijana wetu wamejiandaa vizuri sana, wakiwemo na walimu wao hawa ambao mnaona tuko nao hapa mbele. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa kuhakikisha kwamba ushindi unakwenda kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bouts hizi zitakuwa karibu takriban 14 na tunataraji kuanza mapema kabisa saa 11 kamili ya jioni. Bout ya kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake, mlio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena inakwenda na msimu huu wa 7 wa knockout ya mama pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama kwa viingilio rafiki sana. Viingilio rafiki sana. Kiingilio cha kawaida ni shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Narudia tena, normal shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Natumai kwa kiwango hicho cha pesa ambacho tumekiweka, Watanzania walio wengi kabisa wataweza kumudu na watahudhuria katika tamasha hilo la knockout ya mama msimu wa 7 tarehe 31 mwezi huu wa 12 siku ya Jumatano kwa mkia Alhamis, nafikiri kama sitakosea. Kwa hiyo kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi, tujeni kwa wingi kabisa kuja kuwasapoti vijana wetu hawa, kwa sababu wao wanakwenda kupambana na bondia kutoka nje ya Tanzania. Ziko bouts ambazo zitakuwa ni za ndani, lakini nyingi zitakuwa ni bouts ambazo vijana wetu hawa Kitanzania wanakwenda kupambana na vijana kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo kwa muda huu ningewatajia ni nani ambaye anakwenda kupambana katika usiku huo. Ndugu zangu, vijana hawa ukiwaangalia hata nyuso zao zimekuwa na bashasha na hamu kwamba kwa nini siku hiyo haifiki haraka. Ni ule utayari waliokuwa nao kulingana na mazoezi ambayo imekuwa wakiyafanya, na tunafanya hivi kuwapa walimu hawa. Ukiwaangalia hata walimu zao wanaowasimamia katika mazoezi, tunao walimu wa ndani ya Tanzania wakwetu hapa nyumbani Tanzania, lakini pia tunaye mwalimu kutoka nje ya Tanzania, Kocha Tipo. Nafikiri wengi mnamfahamu, tuko naye takriban mwezi mzima hivi sasa. Kocha Tipo nafikiri yupo hapa, amekuwa akishirikiana vizuri sana na walimu hawa ndani kwenye kuwapika hawa vijana, kuhakikisha kwamba wanakuwa na zile techniques tofauti, kwa sababu wapinzani wanaokuja wanatoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukichanganya ladha, technique kutoka ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, kwa maana ya walimu ambao tuko nao hapa, lakini pia ukapata walimu kutoka nje ya Tanzania, tayari ukiunganisha vitu viwili unaweza ukapata jambo kubwa, jambo zuri kabisa lenye manufaa. Kwa hiyo elimu hii wanaopewa hawa wanafunzi, wanapata elimu kutoka nje ya Tanzania, lakini pia wanapata elimu kutoka ndani ya Tanzania, mbinu, kwa maana ya zile mbinu za upiganaji. Kwa hiyo tunaye Kocha Chipo kutoka Nigeria, lakini tunaye Kocha Shefan vile vile kutoka South Africa. Amekuwa ni msaada mkubwa sana akishirikiana na walimu hawa. Tunaye hapa kocha wetu Hamis Mwakinyo, muda mrefu kabisa tuko nao. Tunaye kocha wetu mwingine, nani ambaye niko naye hapa? Chino tuko naye. Tunaye kocha wetu Dosi tuko naye vile vile. Kwa ni walimu ambao walifanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa, kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwafurahisha au wanakwenda kuheshimisha nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo Watanzania tunawahabarisha
Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena, knockout ya mama msimu wa 7, tamasha hili kubwa kabisa la aina yake katika mkesha wa mwaka mpya. Ni Mtokwa Boxing na Mafia Boxing katika mkesha wa mwaka mpya pale kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa hiyo kila mmoja awe na taarifa hii na ajiandae kwa mtoko huu. Nani anakwenda kupanda katika usiku huu? Tutakuwa na bauti ya Richard Mtangi ambaye yeye anapigana na Habib Kahinde Giwa, ni bondia kutoka Ghana. Anakwenda Richard Mtangi anapigana au anapigania mkanda wa WBO Africa katika middleweight. Mkanda wa WBO Africa, Richard Mtangi anakwenda kupigania mkanda huo katika usiku huo tarehe 31. Lakini tunaye Kalolo Amiri naye anapigana na Gracious Simwalizi, bondia huyu kutoka Zambia, katika pambano la raundi 8 katika uzito huyu anakwenda kupigana katika bantamweight. Lakini tunaye bondia mwingine Ibrahim Mafia. Ibrahim Mafia huyu anakwenda kupigana na bondia Brahma Krishnan kutoka India, katika pambano la raundi 8, lakini ni bantamweight vile vile. Pambano lingine tunaye kijana wetu huyu maarufu sana, mtoto Manzese, Idi Pialali, anakwenda kupigana na Muhammad Diallo kutoka Benin. Pambano la raundi 8, hii ni waterweight. Lakini pambano nyingine kijana wetu Yohana Mchanja Computer, wengi mmekuwa mkimfahamu kwa spidi yake aliyokuwa nayo ndani ya ring. Kwa hiyo Mchanja Yohana anapigana na Renis Rosia kutoka Philippines katika pambano la raundi 8. Hii ni flyweight. Pambano nyingine tunaye kijana wetu Asamele Wele, tuko naye, nafikiri wengi pia mnamfahamu. Asamele Wele anakwenda kupigana na Emmanuel Matei kutoka Ghana. Huyu Asamele Wele anapigania mkanda wa WBO Africa light heavyweight, ni heavyweight WBO Africa vile vile, mkanda wa pili wa WBO, sawa WBO Africa. Lakini vile vile tunaye kijana wetu Tano Juma, yeye anapigana na Simon Mgoma kutoka Zambia. Tano Juma atapigana na Mzambia huyu katika lightweight. Lakini vile vile bondia mwingine ni Amiri Matumla. Amiri Rashid Matumla yupo hapa, tuko naye, anakwenda kupigana na Lion Sebastian Deo na Mtanzania mwenzake, litakuwa la ndani hili, anapigana na Mtanzania mwenzake, sawa. Lakini bondia mwingine anakwenda kupanda ni Saidi Hakim. Saidi Hakim anapigana na Saidi Mkola kutoka Tanzania. Hili pia ni pambano la ndani vile vile. Pambano nyingine ni Aoga Mwita yeye anakwenda kupigana na mtoto kutoka Mabibo, Oscar Richard kutoka Nakos. Pambano gumu vile vile, hii ni pambano la aina yake vile vile. Oscar Richard atapanda katika usiku huo tarehe 31 na yeye kwenda kuonyesha nini anacho cha kuonyesha wa Tanzania. Lakini John Patrick vile vile atapigana na Kato Machemba wote ni kutoka Tanzania. Nyingine ni kwamba Yusuf Changarawe, ndugu yetu huyu kutoka kule jeshini, Yusuf Changarawe, yeye atapigana na Abdul Kisenga kutoka Tanzania vile vile. Pamoja nyingine ni Shauri Athman, yeye atapigana na Saidi Faraji kutoka Tanzania. Kwa hiyo haya ndiyo mapambano, ndio bouts ambazo
zinakwenda kufanyika katika usiku huo wa tarehe 31 mwezi huu wa 12 katika viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Kwa hiyo tunawaomba na tunawaalika Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla tuhudhurie kwa wingi kuja kuhakikisha kwamba tunawasapoti vijana hawa ili ushindi uweze kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Nafikiri niishie hapo kwa awamu ya kwanza. Kama kutoka na awamu ya pili, basi MC atakuja kuniongoza. Asante sana. Asante mkurugenzi na CEO wa Mafi Boxing.